hiyo ambao bishop ametaja 1 2 Eastern Gate. Naomba unipatie maandiko ya Eastern Gate hapa. Hapa ni lango kwa sababu ni east. Anasema Ezekia kisha nikapelekwa katika malango, chapter number 11. Ezekieli 11 mstari wa kwanza. Tena roho ikaniinua ikanileta. Tena roho akaniinua akanileta hata lango la upande wa mashariki. Hata lango la upande wa mashariki. Wa nyumba ya Bwana. Wa nyumba ya Bwana. Lililoelekea upande wa mashariki. Lilipoelekea upande wa mashariki. Na tazama, mahali pa kuingilia pa lango walikuwako watu 25, na katikati yao nikamwona Yazania mwana wa Azuri na Pelatia mwana wa Benaya, nao ni wakuu wa watu. Akaniambia mwanadamu, hawa ndio watu wale watunga uovu. Hawa ndio watu wanaotunga uovu na kutoa mashauri mabaya ndani ya mji huu. Na kutoa maswali mabaya ndani ya mji huu. Wasemao wakati wa kujenga nyumba si karibu. Wanaosema wakati wa kujenga nyumba si karibu. Mji huu ni sufuria. Mji huu ni sufuria. Na sisi ni nyama. Na sisi ni nyama. Basi toa nabii juu yao. Asema toa nabii juu yao. Mwanadamu. Wewe mwanadamu. Toa unabii. Toa unabii. Roho ya Bwana ikaniangukia. Bwana yu juu yako. Naye akaniambia. Akakwambiaje? Nena Bwana asema hivi. Asemaje? Nasema maneno hayo. Asema maneno haya. Enyi nyumba ya Israeli. Maana mimi nayajua yaingiayo katika mioyo yenu. Endelea. Nimewaongeza watu wenu. Endelea. Waliouawa ndani ya mji wenu. Nanyi mmejaza njia kuu zake waliouawa. Waliouawa. Basi Bwana Mungu asema hivi. Asemaje? Watu wenu waliouawa ambao mmewalaza katikati yake. Endelea. Hao ndio nyama hiyo. Hao ndio nyama hiyo. Na mji huu ndio sufuria. Na mji huu ndio sufuria. Lakini nyinyi mtatolewa nje katikati yake. Unapoweka namna hiyo, inataka kwa ufupi uelewe ya kwamba mahali hapa tunaambiwa kwamba hizi zinaitwa Eastlands katika mji huu wa Nairobi. Na ndio anasema kwamba alienda akakuta wazee 25 ambao walikuwa ni warogi, ambao wanasema kwamba hakuna mtu atakayejenga mpaka kukozote wao. Hakuna mtu atakayefanya kazi mpaka na kozoti wao. Hakuna atakayefanya biashara, hakuna atakayefaulu. Nimekuja kukuambia leo, wale wazee wako mikononi mwetu. Tunataka kuwakamata, tunataka kukuachilia ukajenge. Nataka nikuachilie, utakuwa na ploti yako. Wacha saa hii wanakutisha kukufungia nyumba. You will have your own plot. Haya nisema nimenyakua. Sema hao wazee hawana kazi tena. Maisha yangu niko free. Ruka tena, sema nimenyakua. Hey Jesus. Mstari wa 13. Ikiwa nilipotoa unabii. Pelatia mwana wa Benaya akafa. Mwana ozieta wa Mulatia. Na umete kitui. Na ngune na Mulatia kimanzi. Iya rafiki yako Mulatia nuko kimanzi. Sema Mulatia. Imundula. Ungama. Kinyume na maendeleo. Na mwana anzuli. Au mwatea. Pigia Yesu makofi mazuri. Nataka uinamishe kichwa chako nikuombe. Sema, na kama una kofia isiyo rasmi utoe, inamisha kichwa chako. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninasema ni asante usiku kama usiku wa leo, na kwa ajili ya watu wako hawa wako katika Eastern Gate. Na Bwana, tuliambiwa kwamba mahali hapa ni pangumu, hapa hajawahi kufaulu crusade. Lakini tukasema hatutakuja kwa jina letu, tutakuja kwa jina lako. Na tukaona Mulatia, na tukaona Mwana Azuli, na tukaona wale wazee 25. Nao tukawaweka kwa kikapu kimoja, tukachoma moto, na tukasema watu wako waokolewe.
Usiku wa leo ninaamurisha wale waliokamatwa na pombe, wale waliokamatwa na umalaya, waliokamatwa na miraha, waliokamatwa kwa roho ya umasikini, waliokamatwa na roho ya kisirani, katika jina la Yesu uachiliwe. Uko hapo unaniambia, Apostle, maisha yangu nimekaa kama niko kwa neti ya shetani. Ni kweli ninampenda Mungu, hata ndio nimekuja crusade, lakini nimeona nimekuwa na vizuizi katika maisha. Ninaomba kuweza kuokoka. Hata pengine ulikuwa umeokoka, lakini sauti ya Mungu huisikii tena. Leo hii tulipata watu 113 tulioweka kwa mabasi, na wale waliokuja peke yao wote walikuwa wanatosha watu zaidi ya 200 waliokuja kanisani. Na leo hii ninataka uniambie, Apostle, utakapokuwa ukitoka mahali hapo na timu yako strong hii, ninaomba nipate hiyo roho, ninaomba niokoke, ninaomba nifunguliwe. Inua mkono wako juu. Kama unajua huo mkono ulipewa na Mungu, ninaomba uinue juu, usiinue kadogo. Kuna watu unaonanga hawana mikono. Unasema kwamba zamani nilikuwa nina sauti ya Mungu ninaisikia, sisikii tena. Unasema zamani nilikuwa ninaenda kanisa, siendi tena. Ama unasema ninaenda kanisa lakini sijakamilika, kuna mambo yananisumbua. Ninaota madoto za manyoka, ninaota ndoto za wanyama wakinifuata. Mkono wako ukiwa juu. Unasema ninataka nipokee Yesu awe mwokozi wa maisha yangu. Mkono wako ukiwa juu, ninataka upenye katikati ya watu na usiweke chini. Ninakuona hata watu wako kule kwa magari nyuma. Kuja kabisa, kuja na kama iwezekana unaweza ukakimbia. Kama inawezekana ukuje upokee Yesu. Come and receive Jesus. Kuja upokee Yesu. Kuja upokee Yesu. Kuja ninakuona kule katikati.